Mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Geita kupitia mwenyekiti wa mtandao huo mkoa wa Geita na kamanda wa polisi mkoa wa Geita Sakap Safia Jongo leo Disemba 8, 2025 wametembelea na kutoa msaada wa vitu mbalimbali katika kituo cha afya cha Nyankumbu. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa mtandao huo wanawake mkoa wa Geita Sakap Safia Jongo amesema kwa sasa mkoa wa Geita matukio ya ukatili wa kijinsia yamepungua kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na kipindi cha hapo nyuma. Hizi ni ripoti za IOTV na Miradayo kutokea kituo cha afya cha Nyankumbu kilichopo manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Geita, askari wa kike, leo tumekuja katika hospitali ya kituo cha afya Nyankumbu kwa ajili ya kufanya usafi kwenye hospitali hii, lakini sambamba na hiyo kuwaona wamama wanaojifungua, lakini kutoa sadaka kidogo. Tumetoa mashuka kwa hospitali hii kama kumbukumbu ya sisi mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Geita. Katika maadhimisho haya, kauli mbiu kama nilivyosema, sisi wote ni mashuhuda kwamba maendeleo ya kidijitali yana athari kubwa sana kwa wanawake na watoto wa kike hasa. Kwa sababu watu wamekuwa wakitumia sana hiyo mitandao kutupa picha za utupu au picha na video ambazo zinamdhalilisha mtoto wa kike. Sisi mtandao wa polisi wanawake tunaungana na wanawake wengine wote duniani katika maadhimisho ya hizi siku 16 za kupinga ukatili kwa kutoa ujumbe kwa wananchi, lakini kutoa ushirikiano na wananchi tukiwa kama askari wa kike kwa kutoa sadaka mbalimbali, lakini kutoa elimu ya dhidi ya ukatili wa wanawake na watoto kwa ujumla wake. Sisi katika kupitia dawati la jinsia na watoto katika kuadhimisha siku hizi 16 za kupinga ukatili, umuhimu wa maadhimisho haya ni kuikumbusha jamii, taasisi, asasi za kiraia na asasi za serikali namna ya kuzuia vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii wanazoishi ama katika taasisi zao. Lakini tumeamua kufanya hili jambo katika hospitali ya Nyankumbu kama ni sehemu na sisi ya kuikumbusha jamii katika vitendo hivyo vya kuzuia ukatili wa kijinsia. Sisi tunafanya matamasha mbalimbali ambayo tunawakumbusha watu namna ya kutoa taarifa pale wanapofanywa vitendo vya ukatili na namna gani ya kufika katika madawati yetu ya jinsia ili matukio hao yaweze kushughulikiwa kwa kufuata utaratibu wa kisheria na taratibu zingine, kama endapo mtu amebakwa kupata huduma za kiafya kwa haraka. Ni vitu ambavyo tunawasisitiza wasifishe kutoa taarifa hizi. Tunazo taarifa na zilizoripotiwa kwa mwaka huu mpaka sasa tukilinganisha na mwaka 2024. Mfano tunasema kwa mwaka jana makosa yaliyoripotiwa mkoa mzima yalikuwa 241 na kwa mwaka huu 2025 ni makosa 198. Kwa hiyo hapa tunaona kuna upungufu mkubwa wa zaidi ya makosa 43 ambayo yameripotiwa, ambapo ni jitihada mbalimbali zinazofanyika katika kuhimiza jamii namna ya kufichua vitendo hivi na pia kuzuia. Maana kampeni nyingi zetu tunazozifanya zilikuwa ni za kuzuia, ikiwemo kampeni ya tuambie kabla hajaribiwa, ilikuwa inalenga kuwakumbusha wanajamii namna ya kuzuia vitendo hivi vya ukatili. Hivyo tuna utofauti au upungufu wa matukio haya kwa 17.8. Leo tumepata ugeni wa RPC mkoa wa Geita, amekuja kututembelea katika kuadhimisha siku ya maadhimisho ya upingaji na unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake. Siku hii ya leo ametuletea vifaa vya kufanyia usafi kama motisha na kama moja ya kipaumbele alichokiweka katika siku hii ya kuadhimisha siku hii ya maadhimisho ya unyanyasaji wa kijinsia. Tumepokea mashuka jumla ya pisi 20 na wadau wa sekta mbalimbali binafsi na za serikali, pia wanajamii wazidi kujitolea katika kutoa vifaa vya kufanyia usafi na wazidi kusambaza elimu katika jamii kwa ajili ya kupinga changamoto hizi za unyanyasaji wa kijinsia zinazopelekea changamoto mbalimbali katika nchi yetu na kufanya usalama upungue.